Mahkama bimaana iqamatul adl, kusimamisha uadilifu, kuweka usawa. Wa faslu baina almutanazi'ain, mahkama ni kutumia nguvu, bimaana fa ilzam. Ndio tofauti tu ya mahkama na qada. Bimaana fatwa. Fatwa ni kukuelekeza, lakini mahkama kulazimisha, kutumia nguvu, kuchukua haki na kuirejesha kwa anayostahiki na kumtetea mnyonge na kuwatetea wanyonge. Hilo moja. Kwa maana hii, huyu mwanamke ambaye kwa mwelezo umeeleza, hakuna sheria yenye kuwa na uadilifu zaidi kama sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sans le savoir, jamii yetu wengi huwa wanafikiri kama haki zao, hasa nyie wakina mama, huwa wanazipata mpaka huko kwa matwahuti. Sivyo hivyo. Hapana. Sheria ya Allah ndio sheria ya kwanza nzuri na yenye uadilifu na usawa. Mwanamke akiwa itilize, awe exploité moralement, physiquement, kiakili, kwa njia zote, kwa njia za ujanja, mahakama ikigundua hilo, ni lazima huyu mwanamke anapewa fidia. Lazima. Hii haiepukiki. Mfano mmoja, tupo hapa sio kwa kuzungumza ya watu, lakini naongea ni mfano tu. Pako makadaya zingine zinakuja kwa mfumo huo, lakini zina dhikrayat, kumbukumbu fulani. Huyu kaacha, kaoa kaacha, kaoa kaacha, kaoa kaacha. Hii tu kaoa kaacha tunaita qarain. Hizi karina ziko mu'tabara shar'an katika sheria, zimetuonesha ya kwamba anaweza kuwa huyu mtu ana dosari ya tabia hili. Ikithibiti kwenye mahakama, unalazimishwa huyu mwanamke haachiki isipokuwa kwa mutaa, kwa kitoka ujumba kadhaa. Katika kitoka ujumba, katika misingi za sheria, kuna kitoka ujumba ambacho ni mustahab. Tizama kitakachowezekana, la basa bidhalika, wa kullun wa sha'nu, kila mmoja la vie continue. Na kuna kitoka ujumba ambacho kiko min babil wajib min qibali almahkama. Mahkama ndio inafanya inatohoza, kwa inachunguza mbele, investigation. Baada ya kutohoza, kuona, kujua hali ya mme yukoje, ana uwezo gani, ndo mahakama inakadiria huyu anaachika mpaka kwa kiasi kadhaa. Bila kiasi kadhaa hajapewa talaka. Ili ni kutaka kukuonesha jibu lako ya kwamba usifikiri kama mwanamke ni chombo tu ambacho unaweza ukakitumia utakavyo na ukakiacha hovyo utakavyo. Hapana. Na ndiyo maana kwa mwanamke anapoamua mwenyewe kuwa na sababu zozote, sababu ambazo kama si za msingi, ndo anaingia kwenye khula. Ziko asbabu zingine zinakuja hapo, mwanamke anakuja na kueleza nakuja kujikhulu, lakini kadhi wa mahakama unazisikiliza kwanza. Uenda yeye hafahamu sheria, lakini ukikuta kama pako taasuf, udhalalishaji au uoneaji kwa kiasi fulani, unamtoa kwenye khula, unamwambia hii ni haki zako, hauendi kwenye khula, hii inakwenda kwenye fasakhu nikah. Juu haiwezekani uwe exploite kisha umuhonge na mahari juu. Sasa unakuwa umefaidika nini? Kwa ufupi ni hayo, sawa na ulizo lako la kwanza.